Karibu ndugu mpenzi mtazamaji, na kukaribisha kwenye fundisho la sasa hivi, tukaweza kushiriki neno moja ambalo litaweza kutusaidia na ambalo litatupa tumaini katika maisha haya. Tunaenda kuangalia tujue ni nini hiki ambacho Daudi anajaribu kuongea kwenye kitabu cha Zaburi 37 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, usiwahusudu wafanyao upatili, maana kama majani watakatika mara, kama miche mipichi watanyauka. Humtumaini Bwana ukatende mema, ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, naye atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mfalme Daudi, ameandika kitabu hiki cha Zaburi kwenye mstari huu kurasa huu wa 37 1 hadi 5. Daudi alipitia mambo mengi ambayo bila shaka yalimfundisha kuwa mvumilivu, yalimfundisha kuwa mtu wa kutokata tamaa, kuwa mtu wa kutokimbilia mambo. Daudi akawa kielelezo, na alipoyapitia mambo magumu katika maisha, alipopitia milima, maponde, changamoto za aina yote, akaja na andiko hili kututia moyo sisi ambao tupo kwa sasa. Daudi anasema usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya. Ina maana kwamba Daudi alipokuwa kwenye safari yake ya imani, alikuwa na maadui wengi walioinuka kwa ajili ya kumwangamisha, kwa ajili ya kumdhulumisha, lakini Daudi akainuka, alipojifunza jinsi ambavyo anafaa kukaa kwa Bwana, alivyomtumaini Bwana, akawa na sababu na akawa na fundisho ambalo bila shaka aliona ni heri akaweze kulinakili kwenye kitabu hiki cha Zaburi. Naye anatuambia kwamba usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, usiwahusudu wafanyao upatili, maana kama majani watakatika mara. Haya ambayo tunayapitia katika dunia hii, changamoto, maadui aina yote, magonjwa, dhuluma za aina yote, sote zinapita, lakini tukimtumainia Bwana, maana mbili anasema, maana kama majani watakatika mara, kama mije ya mipichi watanyauka. Umtumaini Bwana ukatende mema. Lija ya changamoto, lija ya mambo magumu tunayoyapitia, unapomtumainia Bwana bila shaka utatenda mema. Maana ukiyaweka haya ya chuki moyoni, ukiweka dhuluma hizi zote kwenye moyo, bila shaka utatenda mabaya. Na moyo wa hasira, na moyo wa kuweka mambo mabaya, maumivu na mateso ya kila aina yanachenga chuki, yanachenga mambo mabaya ambayo bila shaka utakuja kuyafanya. Lakini utakapomtumainia Bwana utatenda mema. Ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Ukae katika nchi, upendezwe na uaminifu. Ukiwa mwaminifu katika kila neno unalolifanya, ukiwa mwaminifu, bila shaka utakuwa mtu utakaefurahia mambo yote, maana hautakuwa na kikwazo, hautakuwa na kujuta, hautakuwa na dhamira zinazokuzungumzia mambo ambayo ni ya kinyume. Lakini utakaposimama na uaminifu, bila shaka utapendezwa, utakuwa mtu wa furaha kila wakati, maana hakuna yeyote anayekudai, maana hakuna yeyote mnayekosana, maana hakuna lolote ambalo wewe una kombo ndani yake. Lakini unapokuwa mwaminifu, ina maana kwamba njia zako ni nyofu. Na hili ndilo Daudi anatuambia kwamba tukalinde uaminifu, tukae watu ambao wanachenga na wamepanda uaminifu kwenye mioyo yetu, kwenye mawazo yetu. Kwa kila tunalolifanya tuwe waaminifu. Nawe utajifurahisha kwa Bwana,
naye atakupa haja za moyo wake. Utakapojenga uaminifu, utakapokuwa mwaminifu, utafurahia, utapendezwa, utafurahisha nawe utajifurahisha kwa Bwana, maana ndani yako kuna uaminifu, naye atakupa haja za moyo wako. Bwana Mungu anaangalia moyo wa mtu, na kadri unapokuwa mwaminifu, Bwana anapongeza na anapeana, anafungua mkono, anafungua baraka kwa watu ambao ni waaminifu. Maana hata Biblia inatuambia yule ambaye ni mwaminifu kwa kile kichache, Bwana hata na kikubwa nacho atamtendea. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, naye atafanya. Utakapokuwa mwaminifu, mkabidhi Bwana njia zako, mkabidhi Bwana mawazo yako, mkabidhi Bwana shida zako, naye bila shaka atatenda. Maana utakaposimama mkamilifu, maana utakaposimama mwaminifu, Bwana atakutendea mema. Bwana atajibu haja ya moyo wako. Utakapokuwa mwaminifu, if you stand faithful and honest, God will hear at your prayers, and He will come down and answer your prayers, because He says, whoever comes to me, whoever is faithful to me, I will also be faithful to him or her. So that is what God is requesting for us to have, faithful in our hearts. Let us be straight. Let us always maintain our moving on the righteous ways. Let us remain righteous, because God stands with those who are righteous, stands with those who are faithful, and He will be faithful to you. He will be honest to you. That's what I'm telling you tonight, that always don't forget to be faithful and righteous. Don't continue trusting upon the Lord, because He is there to do what we are requesting, what we are praying, what we are asking from Him. He will do for us, because He stands always with those who believes in Him, who are righteous, who are faithful to Him always. And He is the Lord. He will satisfy our needs. He will answer our prayers. He will stand with us in whatever situations, in whatever mountains that comes in our ways. He will always stand with us, because He is our Lord. Ni ombi langu kwamba ukabaki kuwa mwaminifu, na ukazilinde njia zako, na ukalinde moyo wako uwe mtakatifu, na Bwana atasidi kukubariki. Atatembea pamoja nawe, na atatenda na atafanya, atatenda, ataripisha, atajibu haja za moyo wako. Katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen.